Ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya, mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena. Ni kukaribisha sana katika sehemu ya 11 na sehemu ya 12, simulizi Latifa dada wa kazi. Lakini mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, kabla tujaendelea na sehemu ya 11 hii, tujikumbushe pale ambapo tulipokuwa tumeishia katika ile sehemu ya 9 na sehemu ya 10 ile. Pale mwishoni kabisa tuliweza kuona pale yule binti wa Kiarabu ambaye ni Nurati alikuwa na Latifa, na alimwambia Latifa kwamba inatakiwa waweze kusafiri kuelekea mkoani Mtwara. Sasa kwenye maongezi hayo tuliweza kumwona pale Linda akiwa ameamka na kumwambia Latifa, huyu ambaye unazungumza naye hapa ni nani, na kwenda kumwambia dada. Basi hapo ndipo tulipokuwa tumeshia hapo, mpenzi msikilizaji. Kwa hiyo hatukujua kama kweli Linda atakwenda kumwambia dada yake juu ya kile kitu ambacho alichokuwa amekiona hapo ndani. Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, mimi nikukaribisha hapa katika sehemu ya 11 na sehemu ya 12, simulizi Latifa dada wa kazi, tujue nini ambacho kiliendelea. Na mimi ambaye nimekuletea simulizi hii kwa njia ya sauti naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena, yani namaanisha kwamba mwandishi pamoja na msimuliaji wa simulizi hii. Nambari yangu ya simu ni 0716 616279. Vile mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio umeingia hapa kwa mara ya kwanza ama ulishawahi kuingia lakini ulisahau kubonyeza hilo neno subscribe, basi usiache kubonyeza neno hilo leo. Bonyeza neno subscribe, litakufanya uwe unapata simulizi kutokea kwetu hapa mapema kabisa pindi tu tutakapokuwa tumetuma simulizi hizo. Basi karibu sana mpenzi msikilizaji katika sehemu ya 11 na sehemu ya 12, simulizi Latifa dada wa kazi. Karibu sana. Sasa mpenzi msikilizaji, sio Latifa wala Nurati ambaye aliweza kuzungumza zaidi ya kumwangalia pale Linda, ambaye kwa muda huo alikuwa ameshatoka pale kitandani na sasa ndio alikuwa akienda kufungua mlango ule ili aweze kutoka pale ndani. Lakini sasa kila alipokuwa akijaribu kufungua mlango ule, mlango uligoma kabisa pale kufunguka. Linda, kwa nini unataka kujipatia matatizo wakati wala ya kuhusu? Aliuliza pale Latifa huku akimwangalia Linda ambaye alikuwa akihangaika pale kufungua mlango ili aweze kutoka pale nje. Akamuuliza dada yake, Latifa, nifungulie mlango, huyo ni nani na mbona kama nilishawahi kumuona humu ndani? Aliongea pale Linda pasipokuwa na mpangilio. Latifa, hebu muache kwanza, akamwambia dada yake, alisema pale Nurati. Na baada ya Nurati kuzungumza neno hilo, Linda alishangaa mlango ukifunguka pale. Basi wala hakutaka kabisa kupoteza muda zaidi ya kutoka pale ndani, na moja kwa moja alianza kupanda gorofa ili amfuate pale dada yake. Moyoni Linda kama alikuwa na kimuemue hivi cha kwenda kumweleza pale dada yake juu ya kitu ambacho alichokuwa amekiona, na ile kumbukumbu ambayo ilikuwa imempotea ile juu ya yule binti wa Kiarabu ambaye alikuwa amemuona siku zile, nayo ilikuwa tayari imeshamrejea pale. Na safari hii aliweza kumuona binti huyu wa Kiarabu akiwa amekaa pale na Latifa. Sasa wakati Linda anakaribia pale kwenye ngazi ile ya kupandisha juu kabisa ya ghorofa ile ya Mr. Jackson, alijikuta akiteleza na kuanza kubilingita kuelekea chini. Sasa kilio kikubwa alichokitoa pale Linda kilimfanya kila mmoja aliyekuwa ndani ya nyumba ile aweze kusikia na kuanza kutoka pale nje. Na mtu wa kwanza kabisa kutoka pale alikuwa ni Richard, na baada ya kutoka pale nje alimkuta mdogo wake akiwa amelala pale chini. Kuna nini Linda? Kuna nini mdogo wangu? Aliongea pale Richard, na alikuwa akimuita pale mdogo wake ambaye kwa muda huo alikuwa ameshapoteza fahamu. We Richard, nini kimetokea? Ilikuwa ni sauti ya Lilian akimuuliza pale Richard. Na wakati huo Lilian alikuwa akishuka pale kwenye ngazi
ili amfuate mdogo wake pale alipokuwa. Dada, hata mimi sielewi. Sijui ni kitu gani kimetokea, nimesikia sauti tu ya mtu akipiga kelele hapa. Na nilipotoka ndio nimemkuta Linda akiwa kwenye hali hii, alisema pale Richard. Jamani, fanyeni haraka basi tumwaishe hospitali. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Jackson ikisema. Na kwa muda huo watu wote ambao walikuwa kiishi katika nyumba hiyo walikuwepo hapo kwa ajili ya kumsaidia Linda. Latifa naye alikuwa miongoni mwao na alikuwa akitoa msaada pale kuhakikisha kwamba Linda anarudisha pale uzima wake. Sasa wakati kurupushani zilikuwa zinaendelea, Mr. Jackson aliamua kutoka pale kwa lengo la kwenda kuwasha gari yake ili wampeleke pale Linda hospitalini kabla mambo hayajaribika. Lakini sasa wakati Mr. Jackson akiwa anapita pale karibu ya Latifa, pua yake iliweza kuvuta harufu ambayo alikuwa akifahamu. Sasa taswira ya binti wa Kiarabu iliweza kupita pale kwenye akili yake, kisha katoweka ghafla. Kiukweli Jackson alibaki tu akimwangalia pale Latifa, huku Latifa naye akimtazama pale Mr. Jackson. Walikuwa kiangaliana pale na kila mmoja alikuwa amesahau kabisa kwamba ni kitu gani ambacho kilichokuwa kikiendelea pale. Jackson, fanya haraka, Linda anatoka damu mdomoni. Ilikuwa ni sauti ya Lilian ambayo iliweza pale kumshtua pale Mr. Jackson na kuanza kutoka pale, huku bado akiwa anamwangalia Latifa ambaye yeye naye pia alikuwa akimtazama. Basi Jackson anapeleka macho yake pembeni na kuondoka katika eneo lile. Aliwasha gari lake na kurudi tena pale ndani kwa ajili ya kumsaidia pale kumbeba Linda. Basi Mr. Jackson anambeba pale Linda kwenye mikono yake na kuanza kuelekea naye kwenye gari lake. Lakini sasa Mr. Jackson alijikuta akijiwa na kumbukumbu ambayo ilimfanya agande pale kwa muda. Kumbukumbu ya Mr. Jackson ilikuwa ikimwonyesha tukio kama hilo la kumbeba mtu, lakini tukio hilo lilikuwa tofauti kidogo. Jackson aliona kwamba akiwa amembeba binti wa Kiarabu ambaye alikuwa akitabasamu muda wote, na sura nzuri ya binti huyo ilimfanya Jackson naye achanue midomo yake na kuachia tabasamu pale mwanana. Kiukweli mapenzi mazito yalikuwa kati yao na mandhari nzuri ya kuvutia nayo iliweza kuweka nakshi katika penzi lao hilo. Yaani Jackson aliona kama amebeba hivi binti wa Kiarabu pale. Kumbukumbu kama ya miaka kadhaa hivi nyuma. Nakupenda, alisema vile Jackson, na alikuwa akimweleza huyo binti wa Kiarabu, lakini alijikuta akishtuliwa na sauti ya ukali. Jackson, unataka mdogo wangu afe ndio ufurahi? Ilikuwa ni sauti ya Lilian na ilikuwa ikimwongelesha pale Mr. Jackson. Samani mke wangu, samani sana, alisema pale Jackson, na baada ya kuzungumza kauli hiyo alimweka pale Linda kwenye gari yake kwa ajili ya kuondoka. Latifa, utatusubiri hapa, inatakiwa uangalie nyumba, sisi wacha tuende hospitali kwanza. Ilikuwa ni kauli ambayo ilitoka pale kwa Lilian, na muda huo gari lilikuwa likiondoka katika maeneo hayo. Basi Latifa anabaki pale nyumbani peke yake na alikuwa akiangalia gari ambalo lilikuwa likipotelea pale machoni mwake. Alifunga geti na kurudi pale ndani, lakini cha ajabu ni kwamba Latifa alipokuwa amerudi pale ndani alimkuta Nurat akiwa pale sebuleni na alikuwa amembeba mtoto. Latifa alipoangalia vizuri yule mtoto ni nani, aligundua kwamba yule ni mtoto wa Mr. Jackson, mtoto Ryan yule. Ina maana wamemsahau mtoto? Aliuliza pale Latifa, na alikuwa kisogea mpaka pale alipokuwa Nurati, kisha akamchukua mtoto. Latifa alimweka mtoto pale kwenye mapaja yake baada ya kukaa pale kwenye kochi karibu kabisa pale na Nurati. Latifa, sisi tuna damu nzuri sana, ona mtoto wetu alivyokuwa mzuri, alisema pale Nurati, huku akiwa anachezea mashavu ya mtoto ambaye kwa muda huo alikuwa kimya tu akiwa anacheza cheza. Ni kweli dada Nurati, ila naomba Linda asije akadhulika tafadhali, alisema pale Latifa.
Latifa, lolote linaweza likatokea kuhusu Linda, sababu sio mimi ambaye nimefanya vile. Ila Latifa, tufanye juu chini, kesho lazima tuondoke tuelekee Mtwara. Sasa dada, kwa hali hii iliyotokea, unahisi Lilian atanikubalia kweli kuondoka? Latifa, wala usijali, kwa kuwa tupo pamoja, nitafanya juu chini mpaka uondoke hapa. Sasa dada, utafanyaje? Latifa, hakuna kitu ambacho kinashindikana kwangu. Sasa hivi iwe isiwe, lazima nihakikishe kwamba naondoka hapa na Samir. Tunakwenda kuchukua funguo Mtwara kivyovyote vile, umenisikia Latifa? Alisema pale Nurati, na wala hakuonyesha kabisa mzaa kwa kile alichokuwa amekizungumza. Sasa muda ambao Nurati pamoja na Latifa walipokuwa kizungumza pale, Mr. Jackson pamoja na watu wengine nao walikuwa wameshafika pale hospitalini. Basi haraka Linda alianza pale kupatiwa matibabu, huko kila mmoja akionyesha hali ya wasiwasi hasa Lilian. Sasa Linda alikuwa akipatiwa pale matibabu, huko Mr. Jackson pamoja na familia yake wakiwa nje kusikiliza ni kitu gani ambacho kilichokuwa kikiendelea. Dada, mbona mtoto haujambeba? Lilikuwa ni swali kutokea kwa Richard akimuuliza pale dada yake ambaye ni Lilian. Mungu wangu, alijikuta akishtuka pale Lilian baada ya kusikia swali hilo kutokea kwa mdogo wake. Na sio Lilian peke yake, hata Mr. Jackson naye alishtuka pia baada ya kusikia swali lile. Sasa wote wawili walikumbuka kwamba mtoto walikuwa amemwacha pale kitandani akiwa amelala, na kutokana na zile kurupushani zilizokuwa zimetokea, walijikuta wakimsahau kabisa mtoto pale nyumbani. Mke wangu, acha mimi niende nyumbani nikamchukue mtoto, wewe baki hapa umwangalie Linda, umenisikia? Acha mimi niende nyumbani kwanza, alisema pale Mr. Jackson huko akisimama. Sasa Mr. Jackson hakutaka kabisa pale kupoteza muda zaidi ya kuwasha pale gari yake, na safari ya kurudi nyumbani kwake ikaanza. Lengo lake lilikuwa ni kwenda kumchukua mtoto, lakini nyuma alipokuwa amemwacha pale Lilian, naye alikuwa akiwaza mambo mengi sana juu ya mdogo wake, na pia alijikuta akijua na kumbukumbu ya Mr. Jackson kumbeba pale mdogo wake. Alafu akasimama mpaka pale alipokuwa amemshtua. Hivi Jackson alikuwa na maana gani kusema na kupenda? Alijikuta akijiuliza pale Lilian, na kumbe alikuwa amemsikia pale Mr. Jackson alivyokuwa amezungumza neno na kupenda wakati akiwa amembeba pale mdogo wake. Basi Lilian alijikuta akiwaza sana mpaka pale alipojikuta akiitwa na nesi ambaye alikuwa zamu usiku huo. Dada, samani, unahitajika pale kwa daktari. Ilikuwa ni sauti ambayo ilimshtua pale Lilian na kumtoa kwenye mawazo mazito. Sasa wakati Lilian yeye akielekea pale kumsikiliza daktari, nyumbani bado palikuwa na mazungumzo kati ya Latifa na binti yule wa Kiarabu ambaye ni Nurati. Bado alikuwa akipanga ni jinsi gani ya kuondoka pale kuelekea Mtwara kwa ajili ya kwenda kuchukua funguo. Kwa upande wa Nurati, yeye alikuwa akitaka kila kitu kiweze kufanyika pale kwa haraka. Kwa sababu kile kiasi cha damu ambacho kilikuwa kimebaki pale kilikuwa kidogo sana kwa yeye kuendelea kuishi katika ulimwengu huu. Sasa dada Nurati, vipi kuhusu Dura? Tunakwenda naye au? Aliuliza pale Latifa. Yatupasa kuondoka naye, alijibu pale Nurati kifupi, na muda huo walikuwa wamekaa pale kwenye kochi la pale sebuleni. Dada, unahisi Lilian ataniruhusu kweli mimi kuondoka? Na nitamwambiaje, maana najifikiria sana na sipate majibu. Latifa, mimi na wewe tutaondoka hapa, ila hapa nyumbani tutamwacha mtu. Tutamwacha mtu? Tutamwacha nani?
aliuliza pale Latifa kwa mshangao. Tutakuacha wewe Latifa. Dada, kivipi uniache tena hapa? Mbona sielewi? Aliuliza pale Latifa, lakini baada ya kuuliza swali hilo, alishangaa kusikia upepo ukivuma pale nje ya nyumba ile. Na dalili za mvua zilianza kuonekana kuashiria kwamba muda wowote mvua itaanza kunyesha. Sasa ghafla ulitokea mwanga mbele yao na kufanya macho ya Latifa yasiweze kuona chochote. Sasa baada kama ya dakika moja hivi, ule mwanga uliweza pale kupotea na hali ile ya hewa nayo nje ilibaki kwa kawaida. Nani huyu? Alijikuta akiuliza pale Latifa swali hilo. Latifa, huyu ni wewe ambaye atabaki hapa kwa ajili ya kutusubiri mpaka pale tutakapokuwa tumerudi. Umenisikia? Alisema pale Nurati, na kiukweli Latifa alibaki tu akimwangalia pale mtu yule ambaye alikuwa ameletwa pale kimeujiza. Mtu huyo alikuwa amefanana kila kitu pale na Latifa, kuanzia muonekano wake, tabasamu lake alilokuwa nalo na kila kitu ambacho alichokuwa nacho Latifa. Yaani walikuwa wamefanana kila kitu, kuanzia nguo alizokuwa amevaa, yani kila kitu alikuwa amefanana pale na Latifa. Dada, sasa huyu si mimi huyu? Latifa alijikuta pale akiuliza swali huku akionyesha pale uso wa tabasamu. Ndio Latifa, huyu ni wewe, ila sio katika hali ya kibinadamu. Huyu ni wewe katika nafsi nyingine, ila huyu Latifa hayupo kama wewe, umenisikia? Yeye sio binadamu. Latifa, sasa tunaweza kwenda Mtwara na tukamwacha huyu Latifa mwingine hapa, alisema pale Nurati huku akiachia tabasamu. Sasa ndani ya sebule hiyo kulikuwa na watu 4: Latifa, Nurati, mtoto Ryan pamoja na huyo Latifa mwingine ambaye alikuwa amekuja hapo kimeujiza huyo. Sasa wakati wao wakiendelea pale na mazungumzo, nje ya nyumba hiyo Mr. Jackson naye ndiye alikuwa anashuka pale katika gari yake ili aweze kuelekea ndani pale kumchukua mtoto. Mr. Jackson baada ya kushuka pale kwenye gari yake, alifika mpaka pale mlangoni na kuanza kunyonga kitasa. Lakini wakati ananyonga kitasa kile, alisikia kama kuna watu wanazungumza pale ndani. Jackson anaamua kusita kidogo kufungua mlango wake, kisha akaweka pale sikio mlangoni ili aweze kusikiliza kwa makini. Sasa baada ya kujiridhisha kwamba palikuwa na watu walikuwa wakizungumza mule ndani, Mr. Jackson alianza pale kuvuta mlango wake ili aweze kuingia pale ndani. Basi Mr. Jackson anafungua mlango ule huku akiwa ameelekeza macho yake usawa wa kochi ambalo alisi kabisa kuna watu walikuwa kizungumza. Lakini macho ya Mr. Jackson yalimuona Latifa akiwa amekaa pale kwenye sofa lile akiwa peke yake. Basi Mr. Jackson anaangaza macho yake huku na huko ili kuhakikisha kama ni kweli Latifa alikuwepo pale peke yake. Baada ya kuangalia kwa muda kidogo, anarudisha pale macho yake kwa Latifa, kisha anapeleka macho yake pale kwenye televisheni ambayo ilikuwepo pale sebuleni. Lakini macho yake yalikutana na sinema ya Kiswahili ambayo ilikuwa ikiendelea pale kwenye televisheni. Basi Mr. Jackson anageuza tena macho yake na kumtazama Latifa. Macho yao yanajikuta pale yakikutana, kwa sababu Latifa naye alikuwa akimtazama pale Mr. Jackson. Sasa Mr. Jackson wala hakutaka tena kupoteza muda, kwa sababu lengo la kurudi pale nyumbani lilikuwa ni kumchukua mtoto na sio kuangalia kitu kingine. Sasa Mr. Jackson anaamua kuelekea pale ghorofa ya juu pasipo kuzungumza pale na Latifa. Lakini akili yake ilikuwa na mashaka, kwa sababu alisikia kabisa sauti za watu wakiwa wanazungumza pale ndani. Ila Mr. Jackson anajikuta akisita kidogo kupandisha ghorofa ile na kurudi pale alipokuwepo Latifa. Latifa, wenzako ambao walikuwa kizungumza nao wako wapi? Aliuliza pale Mr. Jackson alikuwa amemkazia pale macho Latifa. Wenzangu gani kaka?
Latifa, wakati nipo pale nje nilikusikia ukiwa unazungumza na watu humu ndani. Wako wapi? Maana haukuwa peke yako humu ndani, alisema Mr. Jackson huku akisogea pale alipokuwa Latifa. Lakini Latifa wala hakuonyesha hofu yoyote zaidi ya kumwangalia pale Mr. Jackson ambaye alikuwa akija pale mbele yake. Na bila kuzungumza neno lingine lolote lile, aliamua kutoka pale na kuelekea ghorofa ya juu kwa ajili ya kwenda kumchukua mwanae. Kwa upande wa Latifa, yeye alibaki akimshangaa pale Mr. Jackson ambaye alikuwa akiondoka pale pasipo kuongea kitu kingine, na wakati kama kuna kitu hivi alikuwa amekigundua. Basi Mr. Jackson baada ya kufika pale chumbani kwake alimkuta mtoto wake akiwa bado amelala pale kitandani. Alitabasamu pale na kumwangalia mwanae, kisha akamnyanyua na kumweka pale kifuani kwake. Lakini wakati Mr. Jackson yeye akifanya hayo yote, yule binti wa Kiarabu ambaye ni Nurati alikuwa pembeni yake na alikuwa akimwangalia pale Mr. Jackson. Ila yeye hakuweza kabisa kumuona Nurati. Lakini kwenye akili yake Mr. Jackson alihisi kama kuna kitu hivi na kujikuta akiacha tabasamu, kisha akasimama pale kwa muda. Hii harufu inatoka wapi? Alijikuta akijiuliza pale baada ya kuhisi harufu nzuri ya marashi pale chumbani kwake. Maswali ambayo alikuwa akijiuliza pale Mr. Jackson yalimfanya azidi kusimama pale mpaka simu yake ilipoanza kuita na kugundua kwamba alikuwa akipiga alikuwa ni mke wake. Jackson alipokea simu ile japokuwa alikuwa ameshtuka kwa sababu alikuwa amesimama hapo kwa muda mrefu bila kufanya chochote. Halo mke wangu. Jamani, ina maana bado haujafika tu nyumbani? Nimeshafika nyumbani mke wangu muda sio mrefu, kwa sababu nilipata matatizo njiani, ila kwa sasa ndio narudi huko hospitali. Vipi hali alienda huko? Alisema pale Mr. Jackson kwa haraka na kumuuliza pale mke wake swali. Muda huo ndio alikuwa akishuka pale kwenye ngazi ili aweze kuondoka. Mme wangu, Linda bado hajazinduka, naomba uje basi tukae hapa kwa pamoja. Siwezi kukaa peke yangu mme wangu, alisema pale Lilian, na kumfanya Jackson aweze kutembea pale kwa haraka kwa ajili ya kumfuata mke wake kule hospitalini. Lakini sasa wakati Mr. Jackson akiwa anatembea pale kwa haraka, alijikuta akiteleza kwenye ngazi na kujikuta akimwachia pale mtoto ambaye alirushwa juu, na sasa mtoto ndiye alikuwa akielekea pale chini kwa nguvu. Kiukweli Mr. Jackson hakuwa na namna pale ya kumwokoa mtoto wake ambaye kwa muda huo alikuwa anakwenda kujibamiza pale kwenye sakafu. Hofu ilikuwa imemtanda pale Mr. Jackson na kujikuta kifumba pale macho yake ili asiweze kushuhudia tukio lile la mtoto wake kudondoka pale chini. Lakini sasa katika tukio la kushangaza ni pale Mr. Jackson alipokuwa amefumbua macho yake na kumkuta mtoto wake akiwa katika mikono ya Latifa. Jackson alibaki akiwa ametumbua macho yake kumwangalia mwanae kama yupo salama. Alimuona mtoto akiwa salama. Alipeleka macho yake na kumwangalia Latifa huku akijiuliza ni muda gani ambao alikuwa amefika pale na kumdaka mtoto. Jackson, kuna nini huko? Ilikuwa ni sauti ya mke wake na ilikuwa kimuuliza kwa sababu bado Mr. Jackson alikuwa hajakata simu ile. Kaka, pole sana, haujaumia? Ilikuwa ni sauti ya Latifa ikimuuliza pale Mr. Jackson. Asante Latifa, alisema pale Mr. Jackson, kisha akamchukua pale mtoto wake na kutoka pale nje ya nyumba hiyo. Sasa wakati Mr. Jackson alipokuwa akitoka pale ndani, Latifa naye alikuwa akitoka pale chumbani kwake. Alikuwa akifanana kila kitu na yule Latifa ambaye alikuwa amemsaidia pale mtoto baada ya kutaka kudondoka. Na mpenzi msikilizaji, Latifa ambaye alikuwa akitoka pale chumbani kwa muda ule ndiye alikuwa Latifa wa siku zote, Latifa dada wa kazi. Na Latifa ambaye alikuwa amemsaidia pale mtoto wa Mr. Jackson alikuwa ni yule Latifa mwingine ambaye alikuwa amekuja pale kimeujiza kwa ajili ya kubaki hapo pindi tu Latifa na Nurati watakapokuwa wamesafiri kuelekea Mtwara.
Basi Latifa ambaye ni dada wa kazi anasogea pale alipokuwepo yule Latifa mwingine, kisha akamwambia, asante sana kwa kuokoa maisha ya mtoto, asante kwa hilo, alisema pale Latifa ambaye ni dada wa kazi. Na yule Latifa mwingine wala kuongea zaidi ya kutikisa kichwa chake kuashiria kwamba alikuwa amepokea asante ile. Lakini Latifa dada wa kazi yeye alibaki tu akimwangalia yule Latifa mwingine ambaye alikuwa amefanana naye kwa kila kitu. Jamani, kumbe mimi ni mzuri hivi, aliongea Latifa huku akiachia tabasamu na kumwangalia yule Latifa mwingine ambaye naye alitabasamu baada ya kuona Latifa akijivunia pale uzuri wake. Latifa, wewe ni mzuri sana, ilisikika pale sauti ya Nurati, na ilimfanya Latifa pale aweze kugeuza shingo yake na kumwangalia. Ulikuwa wapi dada? Nurati aliuliza Latifa huku akimwangalia Nurati ambaye alikuwa amekuja pale mbele yake. Basi Nurati alikuja pale na kuashika Latifa wote wawili mikono na kusogea nao mpaka pale kwenye kochi kubwa la pale sebuleni. Latifa, mimi nilikuwa chumbani kwa Samil alipokuja kumchukua mtoto, lakini kuna kitu amekihisi kutokea kwangu. Samil ameweza kuhisi harufu yangu, na wakati tunaongea hapa aliweza kusikia sauti yangu. Latifa, yatupasa mimi na wewe tuweze kuondoka hapa muda huu, alisema pale Nurati. Dada, mimi sina cha kupinga, acha nijiandae ili tuweze kuondoka, alisema Latifa na kutoka pale sebuleni kuelekea chumbani kwake. Basi baada kama ya dakika kadhaa hivi Latifa aliweza kutoka pale na kumkuta Nurati akiwa na msubiri. Latifa, tuondoke, na wewe kaa hapa ufanye kama ambavyo nilivyokuambia, umenisikia? alisema pale Nurati, na kisha akampa maagizo yule Latifa mwingine yule ambaye alikuwa amekuja hapo kwa njia ya kimiujiza. Sasa hatimaye Latifa pamoja na Nurati wanaianza safari ya kuelekea kwa Dula ili wakamchukue na kuelekea huko mkoani Mtwara kufuata funguo. Na kwenye nyumba ya Mr. Jackson pamoja na mke wake ambaye ni Lilian, alikuwa amebaki yule Latifa mwingine ambaye alikuwa amekuja hapo kimiujiza. Huyu hakuwa binadamu wa kawaida, bali alikuwa ni kiumbe kutokea huko katika nchi ya kina Nurati. Basi Latifa pamoja na Nurati wanafika pale nyumbani kwa Dula, na Dula alikuwa ameshalala kwa muda huo kwa sababu ulikuwa ni muda wa usiku sana. Lakini baada ya kusikia kuna watu wakiwa wanagonga pale nyumbani kwake, alijikuta akiamka na kwenda kufungua mlango wake. Dula anajikuta akiamaki pale baada ya kuwaona wadada wawili wakiwa pale mlangoni kwake. Japokuwa Dula alikuwa na wenge la usingizi, lakini aliweza kabisa kumtambua pale binti Latifa. Dula alitambua fika kabisa ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimemtokea baada ya kumfanyia mzaa yule Latifa yule siku ambayo waliokuwa wamekutana ile siku ya kwanza. Jamani, mbona usiku? Dada, kwa nini umemleta huyu? Aliuliza pale Dula maswali mawili huku akimwangalia pale Nurati kwa sababu kidogo alikuwa ameshamzoea. Dula, sisi wala hatuna mazungumzo, tunaomba ujiandae hapa tuweze kuondoka muda huu, alisema pale Nurati na alikuwa akimwangalia pale Dula. Nijiandae? Nijiandae kwenda wapi? Tunakwenda Mtwara muda huu, fanya kama ambavyo nimekuambia, alisema pale Nurati, na muda wote huo Latifa alikuwa kimya akimwangalia Dula jinsi alivyokuwa akimuogopa. Sawa dada, Dula alisema kwa hofu na kuingia ndani kwake. Azikupita dakika 10 Dula aliweza pale kutoka na tayari alikuwa kwa ajili ya safari. Sasa walikuwa watu watatu ambao ndio walikuwa kielekea pale mkoani Mtwara kwa ajili ya kwenda kufuata funguo ambayo ilikuwa ni muhimu sana kwa binti Nurati. Hawakujua watatumia usafiri gani kufika huko, lakini ilikuwa ni lazima kuondoka usiku huo. Ila sasa kwa upande wa Mr. Jackson alijikuta akiwa na mawazo mengi sana
hasa baada ya kutoka pale nyumbani kwake. Jackson yeye alikuwa na mawazo sana kiasi kwamba alisahau kabisa kukata pale simu yake na kumwacha mke wake akiwa hewani tu akizungumza bila hata ya kupata majibu kutokea kwake. Alikuwa akikumbuka lile tukio la kudondoka pale mtoto wake, lakini alijikuta akiokolewa pale na Latifa. Ila kitu cha ajabu, wala akusikia mtoto akilia. Jackson, Jackson. Sauti ilizidi kuita pale kwenye simu yake na kujikuta akishtuka sana. Alo, mke wangu, alizungumza pale Mr. Jackson baada ya kuweka pale simu yake sikioni. Kuna tatizo gani tena huko mme wangu? Mbona simu ipo hewani na auongei? Hamna kitu mke wangu, nilikuwa natoa maagizo kwa Latifa, ila kwa sasa nipo njiani na kuja huko. Basi usichelewe mme wangu na kusubiri, alisema pale Lilian, kisha alikata simu ile. Basi baada ya Mr. Jackson kukata pale simu yake, alirudi tena pale kwenye msongo wa mawazo ambayo yalimpeleka na kujikuta akifika pale hospitalini. Jackson alishangaa sana baada ya kukuta pale kukiwa na ukimya pale hospitali. Akumkuta pale mke wake wala Richard ambaye ni mdogo wa mke wake. Jackson akiwa na mtoto wake mkononi alianza kuelekea sehemu ambapo alipokuwa amelazwa Linda. Latifa, Latifa, Nurati, Nurati. Lilikuwa ni tukio ambalo Mr. Jackson aliweza kulishuhudia. Alimsikia Linda akiwa anaita majina hayo huko bado akiwa amelala pale kitandani. Watu walikuwa wamezunguka kitanda kile alichokuwa amelala Linda, na kwa muda huo walikuwa kimwangalia jinsi alivyokuwa kiweweseka pale kitandani. Lakini lile jina la Nurati lilimfanya Mr. Jackson kama apigwe na ganzi hivi baada ya kusikia jina hilo kutokea pale kwa Linda. Nurati, aliita pale Mr. Jackson na kufanya watu wote waweze pale kugeuka kumwangalia. Sasa ni kitu gani ambacho kiliendelea hapo, mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena? Hapo ni mwisho wa sehemu ya 11 na sehemu ya 12 simulizi Latifa dada wa kazi. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kitaendelea hapo? Je, Lilian atamuhisi vipi mme wake baada ya kusikia akiliita tena jina la Nurati kwa mara nyingine? Na vipi kuhusu safari ya Nurati, Latifa pamoja na Dula kuelekea huko Mtwara? Je, watafanikiwa kuipata hiyo funguo ambayo walikuwa kienda kuifuata huko? Basi mpenzi msikilizaji wa Simulizi Arena, ili kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea kwenye simulizi yetu hii ya Latifa dada wa kazi, tuungane katika sehemu ambazo zinazofuata, sehemu ya 13 na kuendelea huko. Pia usisahau kwamba ambaye nimekuletea simulizi hii kwa njia ya sauti na vile ambaye ni mwandishi wa simulizi hii ya Latifa dada wa kazi, naitwa Victor Dismas Manda kutokea hapa Simulizi Arena. Nambari yangu ya simu ni 0716 616279. Vile mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio umeingia hapa kwa mara ya kwanza, usiache kubonyeza hapo neno subscribe, usiache kulike, kuachia komenti yako na kumshirikisha mwenzako aje kusikiliza simulizi kutokea kwetu hapa Simulizi Arena. Basi mimi niseme kwamba sina la ziada zaidi ya kusema kwamba tukutane tena katika sehemu ya 13 na sehemu ya 14 simulizi Latifa dada wa kazi. Bye bye na siku njema.